na mchezo hatujashinda, ni mwanzo wa safari yetu kwenye mafanikio. Msijisikie unyonge, wala wachezaji wetu hampaswi kujisikia unyonge. Mnapaswa mjione nyinyi ni mashujaa wa taifa hili. Sasa hadhara hii ni ya Mheshimiwa Waziri wetu mwenye dhamana ya michezo, Mheshimiwa Paul Christian Makonda, ambaye atazungumza neno la serikali, neno la faraja, na baada ya pale, kwa heshima ya wachezaji wetu wa Serengeti Boys, waziri ameelekeza nyinyi ndio muanze kubodi, kwa maana ya kuingia kwenye ndege, alafu watafata waheshimiwa wabunge na mawaziri. Mheshimiwa, hadhara yako. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uhai, walinda vijana wetu, kutusafirisha na hatimaye kushuhudia mchuano mkali kati ya timu yetu ya Tanzania Serengeti Boys under 17 pamoja na wenzetu wa Senegal. Kila mmoja na kila Mtanzania alitamani kutuona tumebeba kombe kurudi nao nyumbani. Ndoto na shauku ya Daktari Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuliona kombe linaenda Tanzania. Ndoto ya wachezaji wetu, ndoto ya mashabiki, waandishi wa habari, kila mmoja alitamani kuliona kombe linaenda Tanzania. Wataalamu wa michezo wanajua dakika 90 huamua chochote kutokea ndani ya uwanja. Tunawapongeza sana vijana wetu, mashujaa wetu Serengeti Boys kwa kazi kubwa walioifanya. Si kazi ya leo ya kuhitimisha kwenye fainali, bali katika safari nzima waliosafiri na hatimaye kuifanya Tanzania kusomeka kwenye ramani ya michezo duniani kwa kuingia fainali na kutolewa kwa penalty. Wote tumeona kipindi cha kwanza tumetengeneza nafasi za kutosha. Wote tumeona utulivu wa timu yetu. Lakini kama ilivyo, bahati haikuwa kwetu. Tunawapongeza kwa sababu wametuheshimisha kama taifa. Tunawapongeza kwa sababu hawakukubali kukatishwa tamaa kwenye safari yao, na leo vipaji vyao vimeonekana kwa dunia nzima. Tunamshukuru sana kocha, tena kocha mzawa, kijana wa Tanzania mwenye machungu na uwezo mkubwa wa kuwasumbua watu wenye historia zao katika michezo. Je, mnafahamu Senegal ni taifa kubwa kwenye sports? Ukimuuliza mtu yoyote Tanzania anaifahamu Senegal kwa nini, atakwambia ni mpira. Kweli. Lakini Algeria pia ni taifa kubwa. Egypt pia taifa kubwa. Hapa tulipo Morocco pia ni taifa kubwa. Lakini angalia jinsi vijana walivyopangua hayo mataifa. Na hatimaye wametoka kwa penalty. Hii hakika ni heshima kubwa ambayo wametupa. La pili muhimu kuliko yote, sasa safari ya kwenda World Cup ndio imeanza. Nimewaambia vijana, taifa tunaenda kuwekeza kwao. Ile 2030 hawa ndio wa qualify kuipeleka Tanzania kwenye World Cup. Tutashirikiana bega kwa bega na rais wetu wa TFF, ndugu yetu Karia. Na jana nilikuwa namwambia, anafikiri kama utani, lakini mwakani majaliwa Mungu akitupa uhai, tunaenda kuweka token ya serikali kwenye vituo vyetu hivi, ikiwa ni sehemu ya kusapoti ndoto njema ya hawa vijana kuendelea kusoma huku akipata mafunzo mazuri zaidi ya mpira.
Leo tumekutana na maajenti mbalimbali, hata wasaidizi wangu wameniambia wa kutoka nchi mbalimbali wameona vipaji. Tutaenda kushirikiana na TFF kutengeneza programu ambazo hawa vijana wasio na jambo lolote lile zaidi ya mpira wa darasani, mpira wa kiwanjani, mpira wa kubadilisha mazingira, mpira wa kuwapa exposure. Jambo la tatu, kwa niaba ya watu wote tulioko huku, naomba tumpe maua yake Daktari Samia Suluhu Hassan. Nani kama Mama Samia? Hakuna. Watu wanaweza wasielewe kwa sababu mziki huu hawauchezi. Miaka mingi uwekezaji kwenye michezo haukuonekana kama unatija. Daktari Samia kawekeza, na sio tukawekeza, kahakikisha pia yeye mwenyewe anakuwa ni mhamasishaji na mchezaji namba moja kwa kutoa motisha kwa kila aina ya mchezo. Na kwa taarifa wa Tanzania niwaambie tu, hakuna jambo ambalo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alipelekewa linalohusu sekta ya michezo akasema hili liacheni. Yote ameyafanya na anaendelea kufanya, na leo Msepe, rais wa CAF, ameniambia mpelekee salamu rasmi Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli tunajivunia rais huyu mwanamama kwa namna ambavyo anawezesha sekta ya michezo na kutupa ufahari sisi kama viongozi wa CAF Afrika. Jambo la mwisho, sio kwa umuhimu, ninawashukuru sana ndugu zangu mliokuja kuwaunga mkono vijana wa Serengeti Boys. Namshukuru sana waziri wetu wa TAMISEMI, nina uhakika ameona, na alichokiona kitaenda kumwezesha kufanya total transformation kwenye michezo ya sekondari na shule za msingi na halmashauri zetu zote nchini Tanzania. Uwepo wake kwetu tumeuchukulia kama lulu, haikuwa tu utalii. Ameona namna ambavyo mataifa yanavyowekeza na yanavyopata heshima, na sisi tunatambua hivi vipaji vimetoka kwake. Ni uhakika usiokuwa na mashaka ataendelea kushika mkono na kusukuma gurudumu hili ili tuitengeneze kesho yetu njema katika ulimwengu wa michezo. Namshukuru sana waziri wetu wa utalii. Mimi leo naenda kulala usingizi, sina shaka ya kwamba sasa TTB, bodi ya utalii, na bahati nzuri mwenyekiti wa bodi ya utalii tuko naye hapa, balozi ambaye yeye pia ni mjumbe, na ana bahati kweli balozi kwa wema wake na uadilifu wake, anateuliwa kila mahala tu. Huku kwenye upande wa bodi ni mwenyekiti, huku kwetu upande wa michezo ni mjumbe. Mwenyekiti, balozi, mtu mwema kabisa. Ukitaka uendelee kubaki kwenye hicho cheo chako, ubaki kuwa mjumbe wa wizara yetu ya michezo, tunataka tuone udhamini wa bodi ya utalii kwa Serengeti Boys. Msaidie Mheshimiwa Waziri kupitisha hii ajenda haraka haraka, na kwa kumsaidia Mheshimiwa Waziri kupitisha hii ajenda utakuwa umeisaidia TFF kuwa na uwezo wa kuwafanya hawa vijana wafanye kila wanachostahili kukifanya wakiwa kwenye mazingira wezeshi. TFF inafanya kazi kubwa, na kuna wakati mwingine TFF na bodi yetu ya BMT, kuna wakati mwingine wanapigana simu, wanatia huruma kweli. Inafika hatua tunaenda kukimbilia kwa Mheshimiwa Rais, lakini najua kwa wewe mwenyekiti wa bodi umekuwepo, utamsaidia Mheshimiwa Waziri kulipitisha hili jambo liende vyema, ili vijana wetu hawa tuwaone wakienda Barcelona, tuwaone wakienda Ufaransa, tuwaone wakienda Egypt, tuwaone wakizunguka duniani kupata exposure katika maandalizi ya kwenda World Cup. Nikushukuru sana pia waziri wetu Omera. Tunakushukuru sana waziri wetu wa Katiba na Sheria. Uwepo wako hapa najua utanisaidia mimi kupitisha baadhi ya mambo ya mabadiliko. Tunahitaji kufanya transformation kubwa sana ya sheria zetu, hasa sheria yenyewe ya BMT ni ya miaka si mingapi iliyopita huko. Inahitaji mabadiliko makubwa ili tuweze kufanya ufanisi mkubwa kama ambavyo wenzetu wanafanya. Kwa kumalizia, ndugu zangu, naishukuru sana timu ya ofisi ya waziri mkuu, na washukuru sana waheshimiwa wabunge,
Wakati waheshimiwa bunge mnashangilia, rais wa CAF aliniuliza wale ni wakina nani? Nikamwambia waheshimiwa wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Baraza la Wawakilishi Zanzibar. Akasema hao wote wako hapa. Nikampa na namba zaidi ya wabunge 30. Akasema kwa kweli naiona Tanzania ikienda mbali, kwa maana kama bunge, Baraza la Wawakilishi, Mheshimiwa Rais, viongozi wa wizara mko pamoja kuhakikisha kwamba mnasukuma hili gudumu. Kwa kweli future yenu ni njema sana. Lakini pia tumshukuru sana Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Morogoro, na kupitia wewe Mheshimiwa mkuu wa mkoa kakaangu Adam Malima, naomba unifikie shukrani kwa wakuu wa mikoa wote ambao wamefunga skrini nchi nzima leo imeangalia Serengeti Boys. Nakushukuru sana. Mimi nasema hapa kwa sababu kesho tukitua pale airport ni zamu ya kusema kwa kocha TFF, na mimi nakuwa nimekula nyuti hivi kuangalia mambo yanavyokwenda. Pamoja na shukrani zangu, niliwaomba mnisaidie kuomba leo. Mimi sijaumia tumeshindwa na tumekosa kombe. Mimi kilichoniuma ni kwamba ndoto ya matokeo haya niliipata nikiwa angani kwenye ndege, na nilikuwa naumia kwa nini inakuwa hivyo. Kwa nilipoingia uwanjani pale nikaona na Senegal wamevaa zile nguo ni zile zile ambazo nimeziota. Nilipambana sana na hiyo ndoto, lakini mpaka nikaamua. Nimewapigia watumishi wote mnaojua. Mwamposa nimempigia simu, Kapola nikampigia simu, nikamwambia hebu nisaidieni kuomba hii ndoto tuipindue, lakini Mungu hakutaka. Yawezekana liko funzo kubwa ambalo anatupa kama taifa, ili tuendelee kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu, na tujue kwamba maandalizi yote unaweza kufanya, hamasa zote unaweza kufanya, lakini muamuzi wa mwisho nani? Na ndio maana magoli ya penalty ni kama bahati nasibu. Yoyote yule anaweza, hata Ronaldo anakosa penalty. Tumeshuhudia juzi hapa Arsenal, wachezaji wakubwa lakini penalty wafanya nini? Kwa hiyo asiwepo mtu yoyote wa kulaumu na kunyoosha kidole na kutafuta maneno ya kuwakebei na kuwadhalilisha vijana hawa ambao ni mashujaa wetu. Ukitaka kuwaza kunyanyua na kusema neno lolote, cha kwanza tafakari tu kwenye miaka yako 17, umri wa miaka 17 uliokuwa nao, ulishawahi kuleta heshima gani kwa nchi? Kwenye miaka yako 16, 17 ulishawahi kuipeleka bendera ya taifa wapi na nchi ikajadiliwa kwa wema? Ukiona kwamba hujawahi kufanya lolote kati ya hayo, kalale. Kaa kimya, kalale. Kaa kimya, kafanyeje? Kwa sababu hauwezi kuwa na ujasiri wa kunyoosha na kuwadharau vijana waliopambania heshima ya taifa lao, bendera ya nchi yao, uhuru na wimbo wa taifa letu kwa kiwango hiki ambacho dunia imeona kuna nchi inaitwa Tanzania na kuna watoto na vipaji. Zaidi ya yote niwaombe tuendelee kushikamana, kushirikiana, kuhakikisha kwamba timu hii isiwe ndio mwisho wake. Naomba Mheshimiwa Karia, unanisikia, pamoja na Oscar, ziko klabu zina tabia ya kuchukua vijana na kuwasajili na kuwaweka benchi. Hilo jambo halipaswi kutokea kwa Serengeti Boys. Asiwepo mtu mwenye klabu yake kumsajili kijana huyu alafu akaende kuua kile kipaji, achezeshe watu wengine, kipaji kinakufa, wakati tunakihitaji kipaji kitusaidie kuqualify kwenda World Cup. Kwa hiyo kila klabu itakayokuja kaeni nayo, moja ya masharti mtakayoingia nao ni kwamba lazima mtu huyu acheze. Kama hawezi kucheza, basi turudishie mtu wetu, tumtafutie sehemu nyingine ya kwenda kucheza, kwa sababu bila kucheza hawezi kukua, bila kucheza hawezi kupata experience, bila kucheza hawezi kuwa na exposure, na fitness yao haitakuwa njema wakati tunahitaji kama taifa 2030 watuwezeshe kuingia kwenye World Cup. Jamani,
Nawashukuru sana marubani wetu jamani, huko aliko tutakutana nao kwenye ndege, wanafanya kazi njema. Landing yao jana ilionyesha, na kwa wale ambao mfahamu, mmoja wa rubani ni mtoto wa mzee Zelote aliyekuwa mkuu wa mkoa RPC, lakini pia mwenyekiti wa chama wa mkoa wangu wa Arusha, lakini pia mwingine rubani yule